Leo mitaa inazungumza lugha moja ya Kihebrew, au leo watu wanazungumza Kihibrania zaidi. Wengine wapo Galilaya, wengine wako Nazareti, kote wapo huko, wengine wako Beersheba. Yes, leo watu wanazungumza lugha hiyo. Nimekuja tuzungumze kidogo. Unajua nilikuwa nimeskip kidogo, nikasema basi leo sikukuu, watu kaeni mpumzike, masiasa wekeni pembeni, lakini hizi message mnazonivurumushia imebidi tu niingie angalau nitafute sehemu nipaki tuzungumze kidogo, kwa sababu nisipofanya hivi mpaka jioni nitashindwa kujibu. Angalau nizungumze kidogo, na kikubwa nataka nizungumze kuhusu hii rescue operation ya kikosi cha Marekani ambacho kwa mujibu wa Donald Trump kuwa rubani wao wa pili wamemwokoa katikati ya. Nimejikuta sijui na nini. Unajua kuna wakati nahisi labda binadamu tumekuwa wepesi sana kusahau, yaani tunasahau sana matukio, au tunalazimishwa sana tusahau, au kuna mwelekeo fulani ambao unatulazimisha tuende kwenye njia fulani. Sitaki kuamini kuwa watu wote au watu wengi kwa hivi sasa wamesahau mantiki ya kilichopo. Leo hii ukitazama vyombo vya habari vya magharibi jinsi vinavyozungumza kuhusu operation ya kuokoa huyu mwanajeshi wa Kimarekani, naweza kusema pilot wa Kimarekani, ukifungua vyombo vya habari hapa, story ni moja: ushujaa wa Marekani kumuokoa mwanajeshi wao kutoka Iran. Yaani nakumbuka wakati nilivyokuwa nikiwaambia kuhusu mpango wa Marekani kuchukua kile kisiwa cha Karg, nikawaambia ukisikiliza vyombo vya habari vya magharibi ni kama vile vinatuaminisha tu kuwa haya matatizo yote yaliyopo hivi sasa yataamuliwa kwa kitu kimoja, yataamuliwa tu kwa kuchukua kisiwa cha Karg na matatizo yote yatakwisha. Yaani matatizo yote yatakwisha kwa kuchukua tu hicho kisiwa, kitu ambacho si kweli. Si kweli, kwa sababu leo hii vyombo vyote vya magharibi vinazungumza kuhusu uokoaji uliofanywa na Marekani. Yaani wanajaribu kutusahaulisha malengo halisi ya haya kufikia hapa. Marekani ilikuwa kuja kujisifu kwa kumwokoa mwanajeshi wake ndani ya ardhi ya Irani. Hiyo ilikuwa ni la kujisifu kwa Marekani kutoka, yani tuseme the just beginning, tulipoanzia mwanzo. Yani tulipoanza mwanzo kwenye hili kwenda kwenye vita hii mpaka tulipofikia hapa, kweli Marekani alikuwa aje kweli kuanza kutuambia kuhusu uokoaji wa mwanajeshi wake aliyopo Irani na kujisifu kwa Marekani kuwa wamefanya operation kubwa ya kuokoa. Mimi naweza nikaelewa jambo moja. Trump ameandika andiko refu sana kwenye mtandao wake. Refu sana. Ngoja nilikuwa nikilisoma hapa. Nitalipitia kidogo halafu nikuambie kwa nini Trump anaweza kujisifu kwa uokoaji huu. Trump anasema hivi: tumempata. Wamarekani wenzangu, katika saa chache zilizopita jeshi lilifanya mojawapo ya operesheni za utafutaji na uokoaji zenye ujasiri zaidi katika historia ya Marekani, kwa mmoja wa maafisa wetu wa ajabu wa kikosi, ambaye pia ni kanali anayeheshimika sana na ambaye ninafurahi kuwajulisha sasa yuko salama salmini. Shujaa huyu alikuwa nyuma ya safu za adui. Nyuma ya safu za adui katika milima hatari ya Irani, akiwindwa na maadui zetu ambao walikuwa wakikaribia zaidi na zaidi kila saa. Lakini hakuwa peke yake, kwa sababu kamanda mkuu wake, katibu wake wa vita, pamoja na mwenyekiti wa wakuu, pamoja na wafanyakazi na wapiganaji wenzake wa vita walikuwa wakifuatilia eneo lake kwa saa 24 kwa siku na kupanga kwa bidii uokoaji wake. Kwa maelezo yangu, jeshi la Marekani lilituma ndege nyingi zenye silaha hatari zaidi duniani na kumpata. Alipata majeraha lakini atakuwa sawa. Operation hii ya ajabu ya utafutaji na uokoaji inakuja pamoja na uokoaji uliofanikiwa wa rubani mwingine shujaa jana, ambao hatukuthibitisha kwa sababu hatukutaka kuhatarisha operation yetu ya upili ya uokoaji. Hii ni mara ya kwanza katika kumbukumbu ya kijeshi kwamba marubani wawili wa Marekani wameokolewa tofauti ndani kabisa ya eneo la adui.
hatutamwacha kamwe Marekani. Ukweli kwamba tuliweza kufanya shughuli hizi zote mbili bila Marekani mmoja kuuawa hata kujeruhiwa, na tunathibitisha tena kwamba tumefikia utawala wa anga ya ukuu mkubwa juu ya anga za Irani. Huu ni wakati ambao Wamarekani wote, wa Republican, wa Democrat na kila mtu mwingine wanapaswa kujivunia kuungana nao. Kwa kweli tuna jeshi bora zaidi, la kitaalamu zaidi na hatari zaidi katika historia ya dunia. Mungu ibariki Marekani, Mungu ibariki wanajeshi wetu, na Pasaka njema kwa wote. Haya ni aliyoyasema Donald Trump. Kwa nini ninasema naweza nikamuelewa Donald Trump kwa hili? Namuelewa kwa jambo moja. Mwaka 79 baada ya mapinduzi ya Irani, mwaka 80 kulitokea utekwaji wa mateka waliotekwa kwenye ubalozi wa Marekani kule Teherani. Takriban wa Marekani 52 walitekwa. Marekani katika wakati huo walifanya operation ambayo ilikuwa inaitwa Operation Eagle Claw, nakumbuka, ambayo Marekani walikuwa wamepanga kwenda kuwaokoa wale mateka mwaka 80, kwenda kuwaokoa wale mateka. Kwa hiyo ile operation ilikuwa ya siri kubwa sana, na ikaandaliwa operation kali sana kwa ajili ya kwenda kuwaokoa wale. Nini kilitokea baada ya pale? Kilichotokea baada ya pale ni jeshi la Marekani lilikwenda kufeli katika operation ambayo helikopta iligongana na ndege ya C-130 na kusababisha vifo vya wanajeshi wa Marekani 8. Wakati huo inatajwa iligongwa, lakini wakati huo Irani wanadai walidungua. Kwa hiyo ile operation ikafeli, wakapanga operation ya pili kwenda kujaribu kutaka kuwaokoa, lakini hawakuitimiza ile operation. Hao maafisa wa Marekani waliachiliwa mwaka 81 kwa mazungumzo, sio operation. Ndio maana Trump anawaambia kuwa hii ni operation iliyofanikiwa, kwa sababu analinganisha operation za nyuma ambazo zimewahi kufanyika ndani ya ardhi ambazo zilifeli. Sasa ukirudi kwa tukio zima lilivyokuwa, nadhani nilizungumza jana nikawaambia kuwa kwa Marekani walikuwa na nafasi kubwa sana ya kujua alipo ukilinganisha na Irani, kwa sababu eneo ambalo limesababisha ajali ni eneo la mpaka kwenye milima. Eneo la mpaka kwenye milima. Sasa kama ni eneo la mpaka kwenye milima ambako ni mbali, unaweza ukapata jibu rahisi tu kujua kuwa huyu ni pilot ambaye tayari ana vifaa maalumu ambavyo atawasiliana moja kwa moja na washirika wake, yani ndugu zake, kuliko wale wanamtafuta. Hebu nenda kadondoshe wewe, chukua pale, unajua mtu mdondoshe kwenye hifadhi yoyote unaijua wewe, eneo lolote, mfano tuchukue Morogoro kule, kama kwenye zile hifadhi nini, kwenye jangwa popote udondoshwe, yani kwenye miti, kwenye vyovyote ulivyo udondoshwe, halafu uone kama wewe unaweza ukapatikana kirahisi. Lakini yule mtu ana mawasiliano na wewe, inakuwa kwake ni rahisi zaidi kukufikia. Kwa hiyo hata wale waokoaji wa kienyeji wa Irani waliokuwa wanajaribu kumtafuta walikuwa wananusa kama kunguru kuona ndege za Marekani zinaelekea wapi. Kwa hiyo walikuwa wakifuatilia zile ndege zinakoelekea, ndio na wao wanafuata kwenda kule, kwa sababu walikuwa wanafahamu kabisa huyu alikuwa akiwasiliana na wenzake. Ndio hao sasa walikuwa ni kama vile kuna ndege zilikuwa zinatumika kuwapoteza maboya, huku zingine zikirusha makombora chini kuwashambulia, huku zingine zikipoteza hesabu kuwa wako wapi. Kwa hiyo ilikuwa inafanyika hivyo, na hili limefanyika. Niliwaambia eneo hilo ambalo hiyo ilitokea ajali ni eneo la mpaka wa mbali, huko mbali kabisa, Isfahani kwenda juu. Kwa hiyo huko ndio operation nzima ilifanyika. Lakini operation hii, kwa jinsi ukimsoma Donald Trump anavyosema kuwa haikuua yoyote, yani haikuondoka na mwanajeshi yoyote wala kujeruhi yoyote, ni tofauti na vyombo vya habari vya Marekani vinavyozungumza. Kwa sababu ukiangalia kuna zile helikopta 2 zimemalizwa kabisa, ambazo Marekani wao wanadai kuwa walizishambulia wao baada ya kuona zimekosa ufanisi, wakaamua kuzishambulia wao. Yani Wamarekani siku hizo wamepata wazimu wa kuanza kushambulia mali zao wenyewe kwenye ardhi za adui. Yani wanapokwenda wanafanya hivyo. Lakini ndege ya C-130 nyingine imedondoshwa. Yani maana yake ni kuwa katika operation hii ya hawa marubani wawili, Marekani imepoteza ndege 6 kuanzia juzi, ambako zilidondoshwa 2 kadondoshwa helikopta, na jana za helikopta 2 imedondoshwa tena ndege nyingine. Kwa hiyo jumla ndege ni 6 zilizodondoka katika operation ya marubani wawili. Sasa Trump anataka kuwaaminisha wa Marekani kuwa hii ilikuwa ni bonge ya mission. Hili ni mafanikio makubwa kwa Marekani. Jamani, nilishawaambia siku nyingi, unapopima uwezo wa kijeshi, ukilichukua jeshi la Marekani ambalo limeomba bajeti yake ya kijeshi mwakani ifike 1.5 trillion dola. Situelewane? 1.5 trillion dola. Hiyo bajeti ambayo Marekani wameiomba kutoka bilioni 900 dola. Sasa uwezo wa jeshi la Marekani, mfano ukichukua tu kuwa bajeti ya jeshi la Marekani kwa mwaka, ukichukua bajeti ya jeshi la pili kwa ukubwa duniani, utasema kuwa bajeti kubwa, yani jeshi la pili utasema ni Urusi,
tofauti yake ni zaidi ya, yani unajua jeshi, yani Urusi ukichukua bajeti yake ya kijeshi ukichukua ya Marekani labda mara 10 zaidi tofauti. Sasa hii operation ya Marekani na Israel inafanywa na majeshi mawili. Bajeti ya jeshi la Marekani ambao ni bilioni 900 kwa kawaida, mwakani ndio wameomba 1.5 trillion, asilimia 40 ongezeko wameomba. Lakini Israel, ukichukua bajeti ya Israel ya kijeshi ni 42.3 billion kwa mwaka. Ukichukua Irani 23 billion, yani karibu 20 billion tofauti, yani Irani ni 20. Sasa haya ni majeshi ambayo yamewekeza kwa kila aina, yani kwa kila kitu yamewekeza ukilinganisha na Irani. Lakini haya majeshi makubwa yanataka tuyasifu katika operation ya kwenda kumwokoa mapiloti wao kwenye miji ya mipaka ya Irani. Wanataka tuwasifu. Wanataka tuwasifu hali ya kuwa wamepoteza helikopta na ndege za kutosha, na wakiwa wamepoteza wanajeshi pia katika hiyo operation. Lakini wanataka tuwasifu. Sasa nilipoanza mwanzo nikawaambia kuwa kuna wakati kama tunajisahau na kudhani kuwa kila kitu kimekwenda kwenye kile kitu, kwa sababu yani ni kama malengo yametimizwa kwa kuwaokoa mapilot. Hebu tuchukulie hadithi ya awali ya Epic Fury. Hadithi ilikuwa ni regime change. Leo hii kutoka kwenye regime change, kama vile alivyosema nani speaker wa bunge la Irani Khalibaf, anasema kuwa kutoka kwenye regime change ni kwenda kutoa kuomba msaada wa kusitisha vita kwa saa 48 kwa ajili ya kuokoa mapiloti wao. Jamani, hii sio sahihi. Hii sio sahihi. Nadhani watu wanataka kujaribu kuipoteza hii hadithi, kuonekana kama kuwa na vyombo vya habari vya magharibi vinavyojua kupamba hii hadithi. Yani ionekane kuwa Marekani na Israel wamefanikiwa sana katika Israel wanasema kwenye operation wameshiriki kwa 36 hours wakiwa wanatoa usaidizi wa kijasusi, wanatoa usaidizi wa kila kitu kuhakikisha hii wamemuokoa huyo rubani. Sasa hii tu operation ya kumuokoa huyo rubani imekuwa hivi. Je, operation ambayo Marekani anatakiwa aichukue ndani ya Irani kwa kukamilisha misheni yake kamili inakuwaje jamani? Hebu tuzungumze ukweli kuwa ni kweli kuwa Marekani amefanikiwa sana kwa kumuokoa huyu pilot, au wamefanikiwa sana kwa kile ambacho kimetokea ndani ya Irani, kuwa wamefanikiwa kwa uwezo wao na jeshi lao lilivyo kubwa? Je, wamefanikiwa kwa kiwango gani kwa malengo yao ambayo yalikuwa yamewaingiza? Ukweli ni kama vile watu umeamua, Waswahili wanasema unajitekenya halafu unacheka. Ni ukweli kuwa wako mbali sana na kile ambacho wamekinadi awali. Wako mbali sana na mafanikio ambayo wametuaminisha kuwa yapo. Yani wako mbali sana na kile ambacho wamekuwa kikiota. Ukweli ndio unabaki kuwa huo. Lakini ni ujumbe mmoja mgumu sana umetumwa kwa Marekani, kwa sababu Marekani wanatuambia walipeleka kikosi maalum, yani cha makomando sorry. Wamepeleka kikosi maalum cha makomando ambao wamekwenda kwenye hiyo mission. Kama wametumia kikosi maalum cha makomando katika saa hizo na hasara hiyo wakaipata, hivi ardhi ya Irani ikoje ikiwa mapigano hayo yametokea kwenye mji wa mpakani? Yani nasema mfano mapigano haya yametokea Bukoba, mfano yametokea Mtwara, mfano yametokea Kilimanjaro, kule kwenye mji wa mipaka kutoka kwenye nchi ambayo wewe unashambulia kutoka ulipo. Ndio haya mapigano yametokea upande wa huo. Hivi ukifika karibu na mji mkuu ambako ndio kwenye uwekezaji mkubwa, hali inakuwaje? Au ukifika sehemu husika kabisa ambapo ndio unatakiwa ufanye sasa yale mageuzi unayotaka kuyafanya, hali inakuwaje? Ukweli kuwa bado hii kitu haiwezi ikahalalisha kusema kwa uhalali wote kusema Marekani wamefanikiwa sana kwa operation yao, wamefanikiwa sana kwa hiki kitu. No. Labda waamue kujipumbaza wao kuwa hii tumefanikiwa, lakini kiuhalisia bado wako mbali sana na haya mafanikio. Jamani, nashukuru nimetaka kuja kuzungumza japo kidogo tu kuhusu situation iliyopo leo na hali iliyopo duniani na kile ambacho vyombo vya habari vya magharibi vinazungumza. Asanteni sana, na inshallah tutakutana mara nyingine kwenye mazungumzo mengine yajayo. Shukran sana.